ushirika wa Yeriko mbele ya ugeni rasmi. Kanisa la Moravian Jimbo la Kusini Magharibi, ushirika wa Yeriko, idara ya umoja wa vijana kati, Kesheni Kwaya. Risala fupi kwa mgeni rasmi kwenye sikukuu ya vijana kati tarehe 25 mwezi wa 5 2025. Mwanakondoo ameshinda. Ndugu mgeni rasmi, awali ya yote uongozi wa kanisa la Moravian Tanzania Jimbo la Kusini Magharibi, ushirika wa Yeriko kupitia idara ya umoja wa vijana kati, tunapenda kutumia fursa hii ya pekee kumshukuru Mungu wetu kwa kutupa kibali na kufika siku hii ya leo. Ndugu mgeni rasmi, kwa heshima kubwa na kwa unyenyekevu mkubwa mbele za Mungu, tunakushukuru wewe mwenyewe binafsi kukubali na kupokea ombi letu kuwa mgeni rasmi katika siku yetu ya leo. Tunasema asante sana, tena sana. Kwa kweli tunauthamini sana uwepo wako, upendo wako uliotuonesha kwetu sisi. Mungu akubariki wewe na nyumba yako yote. Ndugu mgeni rasmi, tunaomba tutumie nafasi hii kuwashukuru wageni wote tuliongozana nao, pambe mgeni rasmi, waalikwa na Wakristo wote kwa ujumla. Tunatambua wingi na utajiri wa majukumu walionayo, lakini bado wameona kuna sababu ya kushiriki nasi kwenye ibada hii adhimu. Ndugu mgeni rasmi, tunatambua majukumu makubwa ulionayo, lakini hata hivyo umeona ni vema kushiriki nasi leo katika tukio hili la baraka sana mbele za Mungu wetu. Ndugu mgeni rasmi, wapambe uliongozana nao, waliko wote na wasio walikwa, lengo letu kwenu kwenye ibada ya sikukuu hii ya leo ni kuwaomba mtusaidie kupata milioni 23 au zaidi kwa neema ya Mungu Mwenyezi. Ndugu mgeni rasmi, mchanganuo wa fedha hizi ni kama ifuatavyo. Kiasi cha shilingi milioni 3 ni makisio ambayo tumekisiriwa na ushirika kama idara kwa mwaka 2025. Kiasi cha shilingi milioni 20 ni makisio kwetu sisi wenyewe kama vijana kwa ajili ya recording live ya nyimbo zetu. Ndugu mgeni rasmi, ni matumaini yetu makubwa kupitia wewe mgeni rasmi, wapambe uliongozana nao, waalikwa, sisi wenyewe na waumini wote kwa ujumla, tutafanikiwa kupata sadaka hii ndani ya ibada hii ya leo. Risala hii imeandaliwa na kamati tendaji idara ya umoja wa vijana kati na kusoma kwenu na kiongozi wa vijana kati. Nimesikia makisio, risala nimeisikia ya vijana. Kwa hiyo nimesikia hapa inatakiwa milioni 23. Ni hela kubwa, lakini na kwaya leo ni kubwa. Kwaya hii ni kwaya kubwa. Nilipotoka hapa Yeriko, nilipoenda Arusha, moja kwa moja na mimi nikapaishwa cheo, nikapewa kuwa mwenyekiti wa kwaya ya vijana Eden Kwaya. Eden Kwaya ni kwaya kubwa kule kaskazini. Ushirika wa Moravian ni Arusha pale Mianzini. Nao wameenda mbali wale. Unawafahamu Kwa hiyo sasa kama nyinyi mna rekodi kwa milioni 20, ya mko juu sana. Na tunawaombea Mungu mfanikiwe. Amen. Sasa ile risala inatutaka tuchange. Tukifunga mlango pale, tukahesabiana tuko wangapi. Alafu tukasema gawanya kwa milioni 23. Kila aliyepo humu tukafunga mlango kama ambavyo mchungaji akiingia naanza msifu bwana, tunafunga milango, si ndio? Sasa tutesi hilo jaribio tufanyeje? Tukifunga kuna watu watasema mambo gani anatuletea mambo yake serikalini huko, huyu amechanganyikiwa nini, anafunga mlango. Kutoa tutoe kwa moyo, si ndio jamani? Nina imani sisi sote hapa kwa moyo wa kupenda tunakwenda kumtolea Mungu kile ulichobarikiwa. Hatufungani kanisani, sawa jamani? Unajua hata neno la kusema tu ubarikiwe bado umechanga, si ndio? Kwa hiyo msiwe na mashaka. Lakini ili tusonge mbele lazima tutumie fedha. Wanasema kupanua kanisa lazima fedha itumike. Hayo magari yanatembea barabarani ni fedha. Hakuna kitu cha bure. Yale magari kuna madereva, kuna makondakta, wanalipwa mshahara. Haya makanisa hapa kuna ulinzi. Walinzi wanalipwa. Umeme huu tunaona waka, kuna kulipia ruku, si ndio? Ni fedha zinazotumika. Wanataka milioni 23. Mimi sijawahi kuchangisha wala kuuza mnada kanisani. Sijawahi. Huwa naona tu watu wanarusha
papai, nini, sijui mkeka. Lakini leo ndio imenikuta sasa. Baba afisa wa mkoa, karibu. Usalimie, useme lolote kwenye milioni 23. Karibu sana. Nashukuru sana tena kwa nafasi hii. Kiongozi wangu mkurugenzi, wakati mkurugenzi ananialika kuja kushiriki ibada hii, hakudokeza zaidi kwamba kuna vijana kati. Kwa hiyo mahitaji ya vijana kati nimeyasikia hapa, lakini nimemuomba sana Mungu anijalie niseme chochote. Mimi kuungana na mkurugenzi kwa kiongozi wangu ambaye ni mgeni rasmi, ninatoa ahadi ya kuchangia shilingi 500,000. Tanguliza shilingi 200,000. Hongereni sana. Nisiwe na maneno mengi, hapa ni pesa yote. Mimi nitatoa 200,000, lakini kwa leo natoa 100,000 kwanza. Kesheni kwaya. Bariki sana. Amina. Mimi naungana nyewe. Nitachangia shilingi 500,000. Bahati nzuri nimetembea nayo yote kwa. Enzi za ujana wangu kama nimewahi kuingia humu nikaimba kidogo. Labda kama hili lingine la juzi juzi. Nilikuwa naabudu KG hapa kwa babu yangu Mzee Mboma. Mzee Mboma. Oh, sasa bibi yangu alikuwa ananichapa, mimi nilipenda kuingia hapa. Kulikuwa mnaimba yeye iko ya leo. Si kitu kama inafikiri ndio. Alafu na hiyo kitaka kuchukua. Hiyo ndio nilikuwa naipenda sana. Mbona mimi mwenyewe? Sasa naahidi kwa leo naahidi 300,000, lakini nitatoa 100,000. Atakapokuja Mwanamaro nitakuwa na kingine cha kutoa. Kenan Ezekiel Mwalonga. Ndugu zangu vijana, wakati mimi naomba nitoe shilingi 200,000. Mimi na waunga mkono kwa kutoa 299,500 kesh. Yesu asifiwe. Amen. Sana nimshukuru mkurugenzi kunileta kuungana nanyi katika ibada ya siku ya leo. Amen. Nimebarikiwa sana na kwaya na nyimbo nzuri ambazo zimeimbwa hapa. Mkurugenzi, naomba nikuunge mkono wa kuchangia shilingi 300,000. Mama viongozi watanipa taratibu wa account, nitazihamisha kutoka benki kuingia benki. Nasema hivi, mimi Ephraim na waunga mkono kwa shilingi 1,000,000. Nitatamani kujua hao walioniunga mkono tumepata ngapi kabla tuendelea na mpango wenu mwingine. Kwa hiyo nitatamani sana uongozi wa vijana ili kapu hili tujue humu kuna kiasi gani. Tumepata 5,000,000 na 400,000 kamili.
ka 50,000.